Kwa wale wote waliodhani Samsoni and Delila ni filamu ya kiroho tu, kaa hapa sekunde chache, kwa sababu hii si hadithi ya nywele tu, si hadithi ya nguvu za ajabu, wala si simulizi ya zamani iliyoishia kwenye Biblia. Hii ni hadithi ya mtu anayevunjwa na kila anachokipenda, hadithi ya nguvu inayoshindwa na hisia, na siri ya jinsi jamii huangusha mashujaa wao kupitia mapenzi. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo filamu hazisimuliwi, zinavuliwa nguo. Leo hatumwangalii Samsoni kama shujaa wa kiroho, tunamwangalia Samsoni kama mwanadamu. Na Delila si msaliti tu, bali ni ishara ya kitu ambacho wengi wanakipuuza maishani mwao. Ukidhani hii ni filamu ya dini, basi hujawahi kuielewa. Na kama uko tayari kuona kilichofichwa nyuma ya nguvu, nywele na usaliti, basi kaa hapa Movie Secrets by Us. Jina Samsoni linatokana na neno linalohusishwa na jua, mwanga, nguvu, uhai. Samsoni anawakilisha mwanadamu aliyejaa kipaji, nguvu, uwezo na fursa. Ni yule mtu ambaye jamii inamuona kama amebarikiwa. Lakini jina Delila lina mizizi ya udhaifu, upole, mvuto na mtego wa kimya. Sio nguvu ya kupiga kelele, ni nguvu ya kukuchezea akili polepole mpaka ujisaliti mwenyewe. Hapa ndipo siri ya kwanza inapoanza. Samsoni hakuangushwa na maadui zake, aliangushwa na mtu aliyemruhusu akae karibu na moyo wake. Nywele za Samsoni si mapambo, ni alama ya nidhamu, ahadi na mipaka. Nywele zinawakilisha kitu kile ambacho kila mwanadamu anapewa: kanuni za maisha. Unapovunja kanuni zako ili kumpendezea mtu, nguvu haziondoki ghafla, zinaanza kuvuja taratibu. Delila hakuuliza siri ya nguvu mara moja, aliuliza tena na tena na tena. Hii ni ishara ya jinsi dunia inavyokudaka, si kwa pigo moja, bali kwa mazoea. Filamu inatuonyesha wazi kabisa Samsoni alipoteza nguvu kabla hajanyolewa. Alipoteza nguvu pale alipokubali kutoa siri yake. Hapa kuna fumbo zito sana. Siri zako ndizo nguvu zako. Ukizitoa hovyo kwa mtu ambaye hana nia njema, unakuwa umejisalimisha kabla ya kushambuliwa. Delila hakumshinda Samsoni kwa upanga, alimshinda kwa ukaribu. Jamii ya Wafilisti katika filamu hii inawakilisha mfumo. Mfumo hauchukii nguvu zako, mfumo unataka uzitawale. Ndio maana walimfanya Samsoni kuwa burudani, mtu aliyekuwa shujaa alishia kuwa kichekesho. Hii ni ishara ya jinsi jamii inavyofanya kwa watu wenye vipaji. Ikishavunja, inakutumia kama onyesho. Na pale macho ya Samsoni yanapong'olewa, hapo ndipo ujumbe unakuwa mzito zaidi. Kupofushwa si kupoteza macho tu, ni kupoteza mwelekeo. Lakini filamu haimalizii hapo. Hapo ndipo ujumbe wa mwisho unapoanza. Samsoni anapopata nafasi ya mwisho, hana tena nguvu za kiburi, ana unyenyekevu. Anaomba mara moja tu, si kwa ajili ya sifa, bali kwa ajili ya kusahihisha. Kifo cha Samsoni ni fumbo la mwisho. Wakati mwingine ushindi wako wa mwisho hauji kwa kuishi, unakuja kwa kufundisha. Filamu ya Samsoni and Delila haikuwa ikilenga kutufundisha dini pekee. Ilikuwa ikituonya kuhusu mapenzi yasiyo na mipaka, kuamini kupita kiasi na kusahau kanuni zako ili upendwe. Na hapa ndipo swali linakuja kwako: ni nguvu gani unayo maishani leo? Na ni Delila gani anayejua siri yako? Kama umeanza kuona hii filamu kwa macho mapya, basi ujue huu ni mwanzo tu. Kwa breakdown kamili zaidi, siri ambazo hatuwezi kuzimwaga zote hapa, na filamu nyingine ambazo watu walidhani ni za kawaida, kumbe ni masomo ya maisha, titembelea YouTube channel yetu Movie Secrets by Us. Tupo Instagram, TikTok na Facebook. Hapo ndipo filamu zinaacha kuwa burudani, zinakuwa ufunuo. Hii ilikuwa ni Movie Secrets by Us, mahali ambapo hadithi hazionekani kama zilivyo, bali kama zilivyokusudiwa. Karibu na asante.